tumefanya mazuri mengi, ikiwemo hili la kuwaozesha vijana wetu ambao leo umefikia 500 ukilinganisha na wale wake zao jumla watu 1000. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ina faida nyingi sana, lakini kubwa ni kuhakikisha tunapunguza mfumuko wa yale makundi ambayo kwa makusudio yetu tunawapa majina tofauti ambayo si mazuri, ikiwemo watoto wa mitaani, panya rodi na wengineo kama alivyosema Sheikh Kishki. Nilikuwa nikipitia taarifa mbalimbali, nimekutana na taarifa ya Wizara ya Sheria na Katiba. Wanasema talaka zilizosajiliwa mpaka mwaka jana ilipofika Aprili, zilizosajiliwa zilifika 1180. Ukilinganisha mwaka uliopita kabla ya mwaka jana zilikuwa ni 711. Kwa mtu mwenye kutafakari mambo ataona namna gani mambo yanakwenda mbele katika yale ambayo tusiyotarajia. Kwa mwaka mmoja kutoka 711 mpaka kufikia 1180, utaona nini kinachozidi kati ya ndoa na talaka. Moja kwa moja utakuta talaka zinakuja kwa kasi zaidi kuliko ndoa. Lakini nilipitia pia taarifa ya Wizara ya Maendeleo, Jinsia na Makundi Maalum. Huko ndo nilikuta idadi kubwa zaidi. Mpaka mwaka jana migogoro iliyohusisha ndoa na talaka ilifika 97,380. Ukilinganisha mwaka wa nyuma yake huko ilikuwa ni 31,173. Ni mara 3 zaidi. Kwa nini nimeanza hivi? Watoto wetu, vijana wetu ambao leo wameingia katika bakti hii, na waombeni mkaongeze punguzo la idadi hizi za talaka. Hizo nilizozitaja ni zile tu zilizokwenda serikalini na kusajiliwa. Sikwambii zile zetu zinazotokea kule Tandale, Kirungule, kwa Mparange, Magomeni, ambazo watu wanamalizana wenyewe tu, asubuhi sikutaki rudi kwenu, ambazo hazijakuja hata kwa Sheikh Kitogo. Ziko ngapi? Ukichukua hiki kilichosajiliwa ni kuonyesha hali mbaya tuliokuwa nayo, ambayo ndiyo inapelekea hayo makundi tuliokuwa huko tunayaona. Niwaombe sana, kama Qur'ani inavyosema, ndoa inashikwa na mume. Kilichokuja kwenye Qur'ani, vocabulary iliyotumika ni amsik alaika zaujaka. Amsik, nenda kamzuie mkeo. Imetumika neno kuzuia. Al-imsak ni vocabulary ya Kiarabu yenye kumaanisha kukikamata kitu kwa akili, busara, weledi, nguvu na umakini mkubwa, ndo al-imsak. Na ndio ilotumika hapa wakati mnaozeshwa, uzawijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsanin. Kwa nendeni mkawazuie wake zenu. Kwa nini Mungu katumia neno mkawazuie? Taib, namalizia. Mwanamke kabla hajaolewa ni mtu anayependa zaidi kuolewa kuliko mume kuoa. Ukitembea huko mitaani, mabarobaro na vijana wanaotaka kuoa na wanaotaka kuolewa, nani wana hamu zaidi? Utakuta ni wasichana.
wao ndo wanapenda zaidi kuolewa. Lakini ajabu, akiingia kwenye ndoa tu yeye ndo anaotaka kuachika. Hata jambo dogo tu, siku umemtizama vibaya, hana cha kukwambia isipokuwa atakwambia niache. Siku umeshinda naye tangu asubuhi mpaka jioni hujamchekesha, hana atakachokwambia, atakwambia niache. Yaani hana silaha nyingine, silaha yake niache. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.